Tujifunze kuhusu tatizo la saratani ya koo, larynx cancer. Koo linakusaidia na mambo mengi sana: kupumua, kumeza, kuongea. Zote ni kazi ambazo zinafanikishwa na koo. Sasa hii changamoto inaweza ikapata, ili eneo la koo inaweza ikapata na changamoto nyingi sana. Mojawapo ambao ni very dangerous ni saratani. Na tunapozungumzia saratani, maana yake ni ukuaji wa seli wa ile eneo wa bila udhibiti. Mambo gani yanaweza yakachangia hii changamoto ndio tunaenda kujifunza, lakini pia dalili zake ambazo ukiziona ujue kabisa kuna shida, possibly ni saratani katika koo lako. Kabla tujaanza, nakukumbusha kusubscribe kwenye channel yetu, lakini make sure una like na kushare hii video kwa wale wote wapendao ili wanufaike na elimu hii. Saratani ya koo inasababishwa na mambo yafuatayo. Kwanza ni tumbaku, kwa maana ya smoking, kuvuta tumbaku ama sigara, ama ukivuta kitu chochote ambacho kina toxic, ambayo inaweza ikafika eneo la koo na kikachagiza ukuaji wa seli usio na udhibiti. Tumbaku ni miongoni mwa number one cause ya matatizo ya mfumo wa upumuaji. Kitu cha pili ni pombe. Pombe ni very dangerous. Pombe unapokunywa, ukiachana tu na changamoto za sumu, lakini pia pombe inaenda kusababisha injuries, inaenda kusababisha majeraha ya mara kwa mara. Sasa zile pombe kali zinasababisha majeraha maeneo ya koo. Majeraha yanapotokea, mwili wako unajua una react kutengeneza uvimbe. Hiyo ndio reaction ya kwanza ya jeraha lolote katika mwili wako. Sasa ule uvimbe unaweza ukatokea katika namna ambayo sio sahihi, ikasababisha kansa, sababisha zile seli zikapoteza network, zikatafsiri ule uvimbe kama ni challenge ambayo ni kubwa sana, kiasi kwamba zikaanza kukua bila udhibiti, zikapelekea saratani. Lakini pia tuna air pollution, hewa chafu kwa ujumla wake. Sasa nikizungumzia hewa chafu hapa, kuna mambo mengi sana, kwa sababu kuna vumbi, lakini pia kuna wale wamama wanaopika wanatumia kuni, moshi ule unaotoka kwenye kuni una kemikali nyingi, tegemea na aina ya mti. Changamoto nyingi sana. Sasa unaweza ukasema, mbona wazee wetu wa zamani walikuwa wanapikia kuni, wanaishi kwenye haya mazingira, lakini mimi mzee wangu ana miaka 70 amevuta sigara muda wote na hajafa, ni madaktari. Sawa, the story is sawa, lakini nikukumbusha kitu kimoja. Miaka 20 iliyopita ni tofauti kabisa na miaka 30 au 40 iliyopita. Huyo mtu unayomsema ambaye unasema ameishi muda mrefu akifanya hizi tabia na hajapata changamoto, nikukumbushe tu, huyo mtu alikuwa hali nyama za kukaanga kama unavyokula wewe, alikuwa hali mabroiler ambao unayala kila siku, alikuwa hali ng'ombe ambao zinadungwa masindano na mahomoni kila siku za kisasa, alikuwa hali mamboga ya majani ambayo yametiwa dawa na kemikali kila siku, alikuwa anakula zile matunda ambayo ni freshi, amekula sana matunda ya porini. Sijui umeona tofauti, ni kwamba alikuwa anakula, anafanya hivi vitu, lakini alichokuwa anakula kilikuwa kwa sehemu kubwa sana kinamsaidia kupambana na hizi sumu. So hata wewe kula au katazo, wewe kula unavyotaka, kunywa pombe unavyotaka, vuta sigara unavyotaka, lakini make sure unapunguza zile sumu kwa kutumia vyakula ambavyo ni sahihi. Sasa ni vyakula gani? Kwa sababu saizi hata tikiti unalokula limedungwa sindano na homoni. Kwa hivyo ukijipa moyo kwamba mimi hawa watu wanatudanganya, kazi kwako. My point ni kwamba sasa hivi tumezungukwa na sumu kila sehemu. Kwa hivyo haya masumu tunapokupa yatilie maana. Napokuambia acha pombe kweli, kwa sababu vitu vinaweza kusaidia kuondoa sumu ya pombe sasa hivi ni vichache kuliko miaka 20-30 iliyopita. So pombe, air pollution pia, lakini pia kuna utapiamlo, upungufu wa baadhi ya virutubisho. Sasa vile ambavyo vinaimarisha kinga ya mwili, kama vile vitamini E, vitamini C, vitamini A, ni virutubisho muhimu sana. Ukivikosa hivi, mwili wako unakuwa dhaifu, kinga yako ya mwili inakuwa dhaifu. Kinga ya mwili ikiwa dhaifu, muda wote inaweza ikavurugana, ikatafsiri taarifa tofauti, ikatuletea changamoto hata za saratani. Lakini pia kuna wale watu wanaofanya katika mazingira ambayo yanawa expose kwenye sumu kali ambazo zinaweza zikawasababisha changamoto, zinapenya kwenye mfumo wa hewa na kusababisha changamoto nyingi sana za kiafya. Sasa watu wanaofanya kazi migodini,
watu wanapambana kweli, lakini hakikisheni mnachukua tahadhari, mna take precaution kupunguza, minimize riski za kupata hizi changamoto, hasa hii ya saratani ya koo. Kuna makemikali kama asbestos ambazo sio salama kabisa kwa afya yako. Na wale watu ambao wataki kununua chandarua, wao wanapenda kupuliza madawa, pesticide, madawa ya wadudu, wanapuliza pa, anafunga mlango, anaingia, anasikia ile harufu inaingia, ina kemikali kali ya very dangerous, very carcinogenic. Sio tu saratani ya koo, inakuweka kwenye riski ya kupata saratani sehemu yoyote ambapo zile kemikali zinagusa, hata kwenye ngozi yako. So kama unapenda kutumia dawa za kupuliza sasa za wadudu, za kuua wadudu, make sure ujue kwamba hizo dawa zina carcinogenic, manake zile kemikali ambazo zinaweza zikasababisha saratani kwa kiwango kikubwa. So be careful kama unatumia hizi dawa, na ujue kabisa kuna riski kubwa sana behind. So hizo ndiyo sababu mama ambazo zinaweza zikakusababishia ukapata changamoto ya saratani ya koo. Lakini pia kuna changamoto ya HPV, kuna hawa human papilloma virus. Human papilloma virus ni virusi ambao ni very dangerous, na riski kubwa sana ya virusi ni matatizo ya saratani. Kwa wanawake, number 1 cause ya cervical cancer, saratani ya mlango wa kizazi. Kwa watu wote kwa ujumla, saratani ya koo hawa jamaa ni very dangerous. Sasa kwa wale watu ambao wanafanya oral sex kwa njia ya mdomo, ni very dangerous. Kama unafanya sex na mtu ambaye tayari ana human papilloma, wale jamaa wanasafiri, wanaingia, wakishagusa kwenye kinywa chako, wataenda watajishikiza kule kwenye saratani ya koo, then wataishi kule kwa muda mrefu. Ikifika time sasa wakaamua sasa tumekuwa wengi, tufanye uharibifu, wanaanza kukuvuruga, unapata changamoto ya saratani ya koo, HPV. Oral sex sio salama kama hujui hali ya afya ya mpenzi wako. Kuna matatizo mengi, ukiachana HPV tu kuna matatizo mengi sana. Kuna kaswende inasambaa, kuna gono, yote vinasambaa kupitia oral sex. Kwa be careful unapofanya oral sex. So ni mambo gani ukiyaona basi ususpect changamoto ya saratani kwenye koo? Kwanza ni vidonda kooni, vidonda visivyoisha kooni. Lakini pia changamoto, unapomeza chakula unapata maumivu, na hayo maumivu ukimeza unakuta mpaka masikio pia yanauma. Lakini pia maumivu ya masikio pia ni moja ya dalili kubwa za changamoto ya saratani kwenye koo. Kikohozi kisichoisha, kukohoa damu ama harufu ya damu, lakini pia kupungua uzito. Kupungua uzito ni number 1 symptoms ya saratani. Mtu yoyote mwenye changamoto ya saratani, moja ya sababu kubwa, moja dalili kubwa ni kupungua uzito. Kwa sababu zile seli ambazo zinakuwa bila udhibiti zina consume a lot of energy. Kiasi kikubwa cha nishati na chakula kinaenda kwa wale zile seli ambazo zimekuwa compromised, na kiasi kidogo sana kinaenda kwenye matumizi mengine ya mwili. So kupungua uzito ni moja ya sababu kubwa sana. Pia kwa damu kama ambavyo nimesema, vile vile kwa baadhi ya watu kama changamoto inakuwa ni kubwa sana, unaweza ukapata changamoto ya uvimbe kwenye koo. Hapa inatokea kama rovu fulani hivi, lakini kunakuwa na uvimbe fulani ambao sio wa kawaida, sio wa rovu wala sio ule wa kawaida ambao unakuwa kwa wanaume. Kwa hiyo ukishaona hizi dalili, jaribu kufika hospitalini, fanya check up. Na kama wewe unahisi kabisa umejiweka kwenye hizi exposure na unadhani kabisa unataka kufanya check up ya saratani, unaweza ukapata check up maeneo mengi sana. Lakini Tanzania tuna taasisi, tuna hospitali teule, tuna Institute ya Cancer inaitwa Ocean Road, iko Dar es Salaam. Sehemu sahihi sana, ukifika pale utapata huduma nyingi na bora zinazohusu saratani kwa jumla. Hope utakuwa umeenjoy somo. Make sure una share hili somo na mtu yoyote ambaye unamjali, ambaye unapenda apate hii elimu. Acha like, acha comment kama una swali ama jambo lolote. Mpaka wakati mwingine, bye bye.